Basi hatimaye tena ndani nyumba ya paa. Kazi bomba sana kutoka DC Production. Kumbuka napigwa na Falu DJ. Wazo ukaniita King of Kole Story kwa drama hapo tupendeza zaidi. Leo niko na chuma moja bomba sana kutoka mjini Sopa le Kolea. Wasema baada ya bwana mdogo mmoja kutumwa kwenda kutafuta dawa ya kuweza kumtibu mtoto katika jumba la kifalme, aliweza kukutana na kitu ambacho kiliweza kubadilisha kabisa muonekano wa maisha yake. Kwani aliweza kuingiwa na kiumbe ambacho kiliweza kutoa kila kitu ambacho kilikuwa kinamfanya au katika umbo la binadamu zaidi. Wewe bwana unafahamika kwa jina la Ganchol. Hii picha lazima utulie kidogo ili uende sambamba na mimi akisha unapita katika ile advertise ambayo nimekuwekea kama mwongozo zaidi. Hebu tuanze tukaanze katika episode ya kwanza tu. Basi mwanzoni kuna bibi ambaye anatoa historia akimwambia binti yake pindi ambapo majira usiku anaingia kuna kiumbe ambacho kinakuwa gani hatari zaidi, yani Ganchol. Pindi ambapo atakapokiona kiumbe hicho itakuwa ni vema kama atatengeneza nafasi ya kuweza kukimbia. Nayo bibi alimuomba binti yake amwahidi ya kwamba kama atafanya kile ambacho anaambiwa. Leo asema miaka 13 baadaye katika palace kuu, inaonekana kuna kijana mdogo ambaye analeta kizaazaa. Kwani mtoto huyu ameweza kuingiwa na laana ambayo imeweza kufanya aweze kuwa wafanyakazi wote ambao wanapatikana katika jumba la kifalme na upande ambao alikuwa anamhudumia yeye tu. Hivyo ilikuwa ni kazi ambayo imeweza kumfanya mfalme ajisikie vibaya zaidi. Aliweza kuitisha baraza na pia kuitisha uongozi na kuweza kutafuta namna ya kuweza kupata dawa ambayo itaweza kutibu ili jambo ambalo linaendelea katika jumba la kifalme. Lakini pia alisisitiza sana hii iwe siri, isije ikafahamika kwa watu nje kwamba katika jumba la kifalme kuna kitu cha ajabu kama hicho. Sasa nakwambia ni miaka 13 binti yule kwa sasa ameshakuwa zaidi. Na hapa aliweza kukutana na Mr. mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Mr. Choi. Huyo mzee alikuwa na shida kidogo ya kuona, lakini leo binti alikuja kuhakikisha na vikrini vifaa vyake na kumfanya mzee aweze kuona tena maneno kwa ufasaha zaidi. Lakini binti akiwa katika ile eneo aliweza kuhisi kitu cha hatari sana, kumbuka na chembe za ushaman kutoka kwa bibi yake. Hivyo asema katika ile eneo mbona anaona kama kuna mtoto ambaye anapata mateso makali sana. Hii iliweza kumshtua sana bwana Choi pamoja na kijakazi wake kwamba huyu binti ana uwezo kiasi gani zaidi. Sasa mpambe anasema huyu ni miongoni mwa watoto au wajukuu ambao walikuwa wanalelewa na ule shaman ambaye aliweza kupoteza maisha kwa miaka baadaye zaidi. Hivyo huyu binti baada ya kutoka nje aliweza kukutana na nafsi. Yeye pekee ndo ana uwezo wa kuziona nafsi ambazo zinaweza kuleta shida katika mji, kwa sababu hii ni talent ambayo amezaliwa nao na hivi vitu alifundishwa sana na bibi yake. Hasa aliweza kugundua huyu binti ambaye anateseka katika jumba hii ni kwamba kuna nafsi ambayo inamsumbua zaidi. Alichohitaji ni kutaka kutoa msaada katika ile eneo kwa ajili ya kisha naika mambo yanakuwa sawa zaidi. Basta binti Ibu aliweza kuingia katika chumba ambacho anapatikana binti ambaye kwa sasa anaonekana hali yake sio bomba zaidi. Lakini baada ya kuingia katika ile jumba, huyo mtu alikuwa anahitaji kuchukua nafsi ya huyo binti mdogo, lakini bibi aliweza kumzuia. Asema hawezi kufanya kitu kama hicho, ili mimi nimeshasogea kwenye karibu kiasi hiki. Anachohitaji ni kuongea na hii nafsi kwamba nini ambacho kinataka. Nafsi inadai kwamba watu waliweza kunikata mguu na kunifanya maisha yangu yote niishi katika hali ya mateso zaidi. Hivyo hiki ni kama kisasi changu. Binti asema mimi nitakisha naweza kuzuia wewe. Lakini mambo ambia wewe uweze ukawa shaman wa kuweza kunizuia mimi kufanya jambo ambalo nalihitaji. Binti asema basi acha tuone namna gani inaweza ikakaa zaidi. Basi ambaye mtu kikweli aliweza kujikuta ameanza kupoteza uwezo wake zaidi na kuhitaji kufuata kile ambacho binti anakifanya. Lakini baadaye aliweza kukimbia na ule mwili ambao ulikuwa katika lile eneo. Na aliweza direct kuingia mazima katika mwili wa ule bibi mdogo zaidi. Anasema hiki ni kisasi changu tu. Sasa ilikuwa ni kamzozo katika eneo la jiji, kwani binti alikuwa anahitaji kuikamata nafsi na hii nafsi iliweza kukimbia katika eneo la soko. Na hapa bibi baada ya kuitafuta sana nafsi aliweza kuikuta katika eneo la paa la maduka fulani vitambaa. Anasema ingekuwa ni vema kama ungeweza kuniacha niendelee kuishi katika mwili huu, kwa sababu mtu alishawahi kunipa mateso na machungu ambayo kikweli kwa wakati huu siwezi kuyavumilia. Sasa kiwa hapa tunapata kumuona bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Ganchol, ya nafsi ya Ganchol. Sasa anasema ingekuwa ni vema kama ungeweza kuniomba msaada, ningeweza kusaidia. Sasa bibi katika kupambana na ile nafsi
Hatimaye aliweza kuishinda. Sasa anarejea kumwangalia ubibi atakuwa katika hali ya usawa zaidi. Wanamuita Choi Ning. Basi baada ya kila kitu kukaa sawa, baadaye mzee ambaye anafahamika kwa jina Mr. Choi akiwa ametuma vijana waendelee kufuatilia nafasi ya kujua binti yake yuko katika eneo gani. Ghafla tu aliweza kuona binti yake analetwa na kijana wa kufahamika kwa jina Yuhon. Asema hiki ambacho nimekifanya sio mimi, kuna binti mmoja tu ndo aliweza kufanikisha hiki kitu ambacho kimetokea hapa. Sasa upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina Gancho, yani nafsi ya Gancho, yuko napiga story na bibi hapa. Asema Gancho kuna kitu ambacho ni kama umekisahau juu ya kile ambacho alikifanya miaka mingi sana iliyopita. Na hii lizi ambayo nimepatiwa kwa ajili ya kujiweka sawa ni kwa ajili ya kupambana na kujiweka mbali na wewe Gancho. Ingekuwa ni vyema kama ungeweza kukaa mbali na kuniacha na maisha yangu na nifanye vitu ambavyo vinavyoona vinakuwa sawa kwa upande wangu. Basi unarudishwa nyuma kidogo kujua historia ya mwanamama ambaye alikuwa ni shaman aliweza kupoteza maisha. Wasema ilikuwa ni siku ambayo alikuwa anapiga vimbola tayari kwa ajili ya kuiondoa nafsi chafu ya Gancho katika eneo la kijiji. Lakini binti yake alirudi akiwa anatete wa meka. Asema nini ambacho kimetokea? Binti anasema mama, bibi nimekutana na Black Magical, mkali wa kufahamika kwa jina la Gancho. Mwamba huyo hapa. Basi wana kijiji baada ya kumuona huyu mwamba waliingiwa na mashaka tena. Lakini mwamba kwa sasa alikuwa ni mtu ambaye ana shida ya kumzuru mtu yoyote tu zaidi ya kuangalia kile ambacho kinaendelea katika kijiji kizima hiki hapa. Sasa ile hali ya binti kukutana mara ya kwanza na mkali wa kufahamika kwa jina la Gancho, yani Dragon King. Bibi aliamua atengeneze kiilizi fulani ambacho kingeweza kumfanya binti aweze kuwa salama zaidi. Na baadaye alianza kufanyika matambiko ya kuhakikisha wanaifukuza nafsi ya kishetani ya Gancho itoke kabisa katika mji mzima sana wapa. Sasa kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya kwa siku ya leo kiliweza kutokea kizaazaa kizito zaidi. Bibi akiwa katika shughuli za maombi aliweza kupoteza maisha tu, na hivyo hii ilimfanya binti aumie sana na kuona yote haya yamesababishwa na mkali ambaye anafahamika kwa jina la Gancho. Na ndio maana binti mpaka leo patana na huyu mwamba. Lakini baada ya mazishi mkali aliweza kumfuata bibi. Kwa bahati mbaya baada ya kumshika binti huyu aliweza kukuta na badilika na kutaka kurejea katika umbo la dragon. Na hapa binti alisema kuna kinga ambayo nimepatiwa na bibi yangu. Na hii ni ahadi yangu ya kwamba ipo siku nitakuja kulipa kisasi juu yako. Taalamu Gancho alicheka zaidi. Basi moja kwa moja turudishwe upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina Yuhon ambaye ametumwa aende kutafuta dawa ambayo itaweza kusaidia kitu ambacho kinatokea katika jumba la kifalme. Hapa yuko na Mr. Choi. Baada ya kumpa mwongozo wote, Mr. Choi alimwambia kitu pekee ambacho unaweza kukipata kwa wakati huo, hebu tafuta nafasi ya kukutana na binti ambaye anafahamika kwa jina Yuhon. Kwani anaweza kukupa mwongozo juu ya hicho kitu ambacho unakitafuta kwa wakati huo. Lakini mwamba akiwa anatoka katika ile eneo na pia ni kijiji ambacho alizaliwa kabla ya kupata nafasi katika jumba la kifalme, alipishana na mtu mmoja ambaye ni wa zamani pia ni rafiki yake utotoni. Lakini alimkataa kwa sababu wewe ni snitch tu. Asema yungo nakufahamu wewe. Lakini mtu huyo alikuwa ni mpambe tu, na hivyo aliweza kumuona mwamba akiambamba katika eneo la kijiji. Sasa Tala bintibu mkali anarudi sehemu ambayo alizaliwa na huko anakuja kumtafuta binti wa kufahamika kwa jina Yoli. Na Yoli katika eneo la kijiji yuko anabishana na mama mmoja hivi. Anadai kwamba kama utashindwa kunipatia kile ambacho nakipata, ndakumbua kwenye siri ya kitu ambacho kilitokea katika miaka ya nyuma zaidi. Inasemekana wewe uliweza kumuua bosi wako ili uweze kupata nafasi ya kucontrol kila kitu katika eneo. Hivyo naomba unipatie kitu ninachokihitaji kama free tu. Basi hatimaye binti akiwa anageuka nyuma anapata nafasi ya kukutana na mwamba kufahamika kwa jina Yeon. Mwamba anambia na maana wewe upate nafasi ya kunikumbuka mimi. Binti anasema nitakusauji sasa mtu ambaye tulikuwa tuna urafiki toka tukiwa wadogo zaidi. Basi tutapata nafasi ya kurudi nyuma kidogo ili kugundua udogo wao ulikuwa na urafiki kiasi gani. Wasema bwana mdogo ilikuwa ni siku ambayo ametoka kusanya vijikuni, na hapa binti alikuwa ametamani tunda ambalo lilikuwa katika mti mrefu zaidi. Kutokana na hali ya upendo tu bwana mdogo alihitaji kupanda katika mti huo kwa ajili ya kuchuma chungwa na aweze kumpatia bibia, lakini kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya, mkali kufahamika kwa jina Gancho aliweza kutokea katika ile eneo. Aambia kwa hicho ambacho unafanya ni hatari, ingekuwa ni vyema ongeza kushuka. Lakini mwanaume aliweza kupata shida katika eneo lake la goti, lakini kwa sasa anadai kwamba yuko fiti tu, kwa hiyo mama sio na mashaka zaidi.
Anasema kwa safari nimerudi kwa ajili ya kutafuta kitu ambacho kinaweza kusaidia. Kuna shida ambayo imetokea katika jumba la kifalme. Lakini Lord Chowun alikumention wewe kama ndo mtu pekee ambaye utaweza kunipatia msaada kwenye hicho ambacho nakihitaji. Bado tukutana katika sehemu safi ya pili kujua nini ambacho kitajiri. Hiyo ilikuwa ni episode ya kwanza tu ya Chumbomba sana sema The Haunted Palace na The Chosen One kutoka GC Production jumba la Bhutan. Mida saa 2 kamili pale tutakuwa tunapandisha episode ya pili. Kwa hiyo hii tutakuwa nao takriban muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kisha unaweka bando la kutosha tu zaidi. Mimi ni Faudije kutoka GC Production. Let's say ciao. Yes, hatimaye tena basi ni katika sehemu safi pili ya Chumbomba sana hapa. Wasema The Haunted Palace and The Chosen One. Kumbuka hapa picha unaipata katika mfumo wa WhatsApp tu. Bonga na namba 0686414059 na hapo itakuwa kizazi zaidi, utaendelea kupata burudani bomba zaidi. Lakini kumbuka nipigwe kwenye kitengo. Haita kitengo sio. Basi acha tusonge na sehemu ya pili baada ya kutamba sana, yani kuamba na sehemu ya kwanza. Tujue hatima ya mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol na mamba kufahamika kwa jina la Gapyun. Bila kumsahau bibi Yole. Tunge pale ambapo tulikuwa tumeishia katika sehemu safi iliyopita pa. Wasema upande wa pili kuna bwana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Sangsong. Alikuwa akipiga panga na kijana wake mmoja hivi. Hapa alikuwa ni katika hali ya kujiweka sawa tu zaidi. Lakini bwana mdogo hatimaye alitulizwa tu. Naomba unatakiwa makini, kwa wakati mwingine sitakuwa na huruma juu ya macho yako ya kiambamba hayo. Lakini bwana akiwa hapa aliletea taarifa na mtu mmoja hivi. Asma Gayung ameonekana akiwa kwa waziri ambaye anafahamika kwa jina Mr. Cho. Na hapa nimekuja nikiwa na taarifa moja ya muhimu sana ambayo nahitaji nikujuze. Basi baada ya kuambiwa taarifa ya bwana, hatujui nini ambacho kilifuata. Lakini upande wa pili kwa mkali baada ya kurejea katika eneo la kijiji, alifika sehemu ambayo ilikuwa imebeba kumbukumbu yake ya zamani zaidi. Na akiwa katika ile eneo pia binti wa kufahamika kwa jina hiyo aliweza kufika na alimwambia nisha kwa ya kwamba mimi nitarudi kurejea kwa ajili yako. Na sasa hiyo uko tayari kwenda pamoja na mimi? Binti ni nini angeweza kujibu juu ya mkali ambaye anafahamika kwa jina la Gapyun? Yeye alikuwa anacha kusema zaidi ya kusema ndio baba la papa. Rafiki, itakuwa sawa tukizidi kusonga pamoja zaidi. Hii picha ni kali mno. Basi alikuwa ni safari ka binti pamoja na mkali wakiwa katika jitihada za kuhakikisha wanatafuta dawa moja ambayo mwamba aliambiwa apeleke na mfalme kule, pamoja na bibi ya kufahamika kwa jina Yoli. Na mwamba kazi yake ilikuwa ni kuja kutafuta dawa ambayo ingeweza kumtibu binti ambaye ana shida katika jumba la kifalme kule. Sasa wakiwa katika eneo la misitu, kumbe mkali kwa wakati huu bado mguu wake ulikuwa na shida sana. Basi baada ya kuweza kudondoka, bibi alijisikia vibaya, hivyo alikuwa anahitaji ampatie huduma ya kwanza, na hii inamfanya mkali asiweze kusonga mbele zaidi, kwa ni sehemu ambayo anaenda ibakiza umbali mfupi tu. Hivyo bibi ndio mtu pekee ambaye anaweza kumalizia kile ambacho kimesalia. Basi bibi anasema kwa sababu unaonekana hujakaa sawa zaidi, lazima tuhakikishe tunakimaliza kile ambacho tumekianza. Basi bibi aliweza kumwaga mwamba ya kusema kwamba atachukua muda anaenda kuitafuta hiyo dawa, na mkute mwamba akiwa ametulia. Hasa upande wa pili kwa bibi akiwa anahangaika zaidi, na anahisi ya kwamba vyote vinasababishwa na mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol. Ile kwamba ndo anasababisha ugumu wa maisha ya binti. Na binti anasema ni takriban miaka 13 bado amekiwa kufuatiliwa na mnyama huyo hapa. Sasa mwamba akiwa ametulia katika ile eneo, anasema samani hiyo le. Unaambia kuna kikosi ambacho kiliingia cha mkali wa kufahamika kwa jina la Singsang. Huyo ni waziri katika jumba la kifalme, na huwa yeye na bwana mdogo hapatani kabisa. Baada ya kumkuta bwana mdogo akiwa katika ile eneo, alihitaji kujua ni nini ambacho kilimfanya aende kukutana na Mr. wa kufahamika kwa jina la Choi Won-yu. Lakini kwa sababu bwana mdogo aligundua endapo atasema ukweli itamletea kizaazaa, aliamua kumdanganya tu mwamba ya kwamba sisi tulikuwa tuna mpango wa kuhakikisha tunakokea sumu Mr. Kwang Sang. Lengo lake tu mwamba apate hasira na aweze kummaliza, na kweli mwamba aliweza kupata hasira na kummaliza mkali huyo.
lakini kwamba bwana mdogo alikuwa anahitaji kuyalinda maisha ya bibi, kwani endapo angesema mambo yangekuwa magumu zaidi. Basi baada ya kuhakikisha amemua mtu huyo, alisema kisheni mnaficha kila kitu na hiki kifahamike kwamba Chon Won-yuk ndo aliyemua bwana mdogo huyo hapa. Sasa wakiwa wanarejea na ule mwili kwenda kutupa katika eneo moja hivi, bwana kufahamika kwa jina Ganchol alichofanya, alihitaji kupossess mwili, yani kuingia ndani ya mwili kwa kutumia nafsi yake. Na baada ya kweli alifanikiwa kuingia katika mwili wa mtu na bwana mdogo aliweza kuamka. Lakini ukimwangalia katika eneo lake la shingo hapo, utaweza kuona kuna alama moja hivi ambayo ni alama ile ya dragon, yule wa mwanzo kabisa wa picha. Yaani kwamba huyo tena kwa sasa saizi sio binadamu. Asema ni malango ya kwanza kuhakikisha na uongoza mwili wa binadamu, na hii imechukua muda mrefu zaidi. Basi Mwamba alipotaka kujaribu aliweza kukutana na kipigo kikali sana, na baadaye Mwamba aliweza kurotuiza. Sasa upande wa pili kwa binti, baada ya kutafuta kwa muda mrefu hiyo dawa ambayo alikuwa anaitafuta, aliweza kuikuta katika eneo moja, hivyo alihitaji kuitunza vyema tayari kwa kuelekea kuianza hiyo sehemu. Aliweza kuhisi kitu kimoja ambacho kinawezekana kilikuwa ni kibaya sana. Kumbuka binti ana chembe za kishamani. Hapa alimuona Mwamba akirejea akiwa anachuruzika damu tu, na kwa sasa hali yake hajakaa sawa zaidi. Lakini pia upande wa pili kuna mtu mwenye ufanano wa mwili wa ule Mwamba. Kumbuka huyo ni Ganchol sasa, ambaye amechukua nafsi ya bwana mdogo. Sasa Bea anashangaa ni mtu mbili ndani ya track moja. Sasa nini? Asema hatimaye Ganchol ameweza kupossess, kutengeneza nafasi ya kutumia mwili wa Gap. Aambia tafadhali usizogelee. Sasa Mwamba alichofanya ni kukitupa kile kiilizi mbali zaidi. Na hapo alikuwa anahitaji kumweleza bibia kwamba yeye sio mtu ambaye amefanya mauaji, lakini bibia alikuwa anaamini ya kwamba huyu Mwamba ndo amefanya mauaji. Asema hata kama utanifikiria kwa ubaya kiasi gani, lakini kwa wakati huu sijatenda kitu kibaya. Huyo mtu ameuawa na watu wengine tu. Na Maroma anashangaa, anasema na kwaje mtu anaweza kuchukua mwili wangu? Sasa kumbuka hiyo ni nafsi ambayo kwa sasa inambamba na imeisha poteza mwili. Lakini mwanaume Ganchol anasema hiyo haitachukua muda kiasi hicho. Kwa saizi nitahitaji kumaliza kile ambacho nimekianza. Sasa binti anawahi kwenda kuchukua lile jiwe ambalo ni kama ilizi. Sasa kumbuka Ganchol alikuwa amelipiga mbali sana na upanga. Akiona Mwamba akatuma kimbola ya upepo. Sasa ile ilizi ikaweza kudondoka chini. Ambia sasa nini ambacho unahitaji kufanya kwa wakati huu? Ile katika michezo ya kupana mara binti akacheza kidogo akawa anaelekea chini kabisa katika eneo la korongo. Mwanaume aliamua kushika naye na Mwamba anafika na kanafsi kake anaita Yoli. Lakini kwa sasa haisaidii kwa sababu binti tayari ameshaenda chini hapo. Bado kumbuka bado tunasonga na chuma moja bomba sana hapa. Tunaunganisha hapo. Wasema baada ya muda kidogo binti ajikuta ameingia katika jumba la kifalme. Na hapa baada ya kuamka aliweza kumuuliza kijakazi ya kwamba yuko wapi. Lakini kijakazi alimpatia ahadi ya kwamba kwa sasa yuko katika jumba la kifalme. Bibeta la bintibu alihitaji kwenda kumwona mkali. Asema haiwezekani na hiki chote na hisi kimesababishwa na mimi. Ila wala bibie kwa wakati huu sasa anajilaumu sana kwamba ndo amesababisha kila kitu ambacho kimetokea. Yeye anamuita Master Gap. Basi akuchukua muda mfalme naye alikuja kwa ajili ya kumuona kijana wake. Lakini pia aliomba mwongozo wa nini ambacho kimetokea kwa bwana mdogo. Lakini wadai kwamba aliweza kurushwa, walimkuta katika maeneo ya chini kabisa akiwa anaonekana amejeuliwa na panga. Lakini hata hivyo mfalme aliuliza kwamba inakuwaje walishindwa kumwekea usalama mtu huyo. Na baadaye bibi aliweza kufikiria kitu ambacho aliambiwa na mkali ya kwamba huenda kinaweza kuwa na ukali ya kwamba ya kweli ya kwamba mkali wa kufahamika kwa jina Ganchol ya kuweza kumuua mtu huyo. Mfalme sema anachohitaji ni kuhakikisha huyu mtu anakuwa katika hali ya sawa. Lakini pia alihitaji kupata taarifa za binti zilizomfanya aweze kuingia katika jumba la kifalme. Ili hali ndo alikuwa amefahamika kwamba alikuwa na huyu Mwamba. Asema ni mtu ambaye anafanya na mambo ya glassmaker, ni mtu ambaye anadili na mambo ya kutengeneza miwani. Hivyo Mwamba alimpa ahadi ya kwamba huko anakokuja anakuja kupiga mchongo katika jumba la kifalme. Lakini upande wa pili kwa Nyabu Mbuyu, asema sasa inaonekana yule Mwamba ameshaweza kurejesha maisha. Asema yeye anakuaje mtu ameweza kurejesha maisha ili hali tulishamaliza. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata? Mzigo bomba sana wapa ambao unafahamika kwa jina la
The Haunted Palace. Kumbuka napigwa na Faru DJ hapa kutoka DC Production, jumba la burudani pale. Hakikisha mida saa 3 saa 4 hivi unakuwa umetani notification yako kwa ajili ya kupata muendelezo wa kazi bomba sana ambazo zinatoka DC Production. Lakini kwa sasa kumbuka hapa picha ina takriban episode 10 ambazo zimetafsiriwa kwa lugha fasaha ya Kiswahili. Kwa unaweza kancheck kwa namba 0686414059 na hapo utaweza kuipata kazi ikiwa katika mikono salama zaidi. Mimi naitwa Faru DJ na tugia DC Production. Asante sana kwa time yako. Lakini pia unazidi kutupa nguvu ya kufanya hiki ambacho tunafanya. Burudani yetu inakutegemea sana mpenzi na mtazamaji wetu wa hizi kazi. Mimi sina mengi sana. Reste chao. Asante sana. Hatimaye tena hapa katika episode safi na tamthilia bomba sana hii. Wasema ni Haunted Palace na The Chosen One kama dawa kama kawaida. Sasa hii picha tutapiga mpaka episode ya 5 tu. Lakini kama utahitaji muendelezo utakuwa vyema ingia katika group letu la WhatsApp. Kuandika namba 0686414059 na hapo ndipo ambapo utaipata hii picha ikiwa full. Tayari kwa YouTube ni lazima tushie episode ya 5 kutokana na sheria za YouTube. Swala copyright hizi kazi za watu. Kwa hiyo ukitaka kuipata ile OG kabisa iliyopigwa kitaalamu na Faru DJ, njoo katika group la WhatsApp. Kwa sababu tuna takriban episode 10 full zenye utamu wa kutosha zaidi. Kubwa chuma yafahamika kwa jina Haunted Palace, ila ni Faru DJ au sio? Sasa tunataka kuunganisha katika episode safi inayofuata ili kujua hatima mengi ambayo yamejificha katika kisa zake kali sana kipaa. Wasema bonge moja la picha afu linapigwa na mtaalamu wa kazi. Leo hizi picha kali ngumu za Korea za kihistoria zitafuta Faru DJ tu. Basi acha tuunganishe pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita. Kumbuka ni katika episode ya 4 tu. Kizaza kinazidi kusonga zaidi. Wasema kutokana na historia ambayo ilikuwa imebeba urafiki mkubwa sana kati ya binti wa kufahamika kwa jina hiyo na mwamba wa kufahamika kwa jina la Gap Yun. Ilifika wakati binti aliweza kumbuka vitu ambavyo vilikuwa ni vya zamani zaidi, kwani kwa wakati huo ana nafasi tena ya kukutana na mkali wa kufahamika kwa jina Gap Yun. Hapa kilichobakia ni kumbukumbu tu za mwamba ambazo zinazidi kusumbua katika kichwa chake, kwa sababu kwa sasa mkali ni kama ameshapoteza maisha tu. Huu mwili alionao ni mwili wa mtu mwingine, ni nafsi ya mtu mwingine zaidi. Binti alikuwa katika eneo la kumbukumbu tu kwa ajili ya kumwombea maisha mema sana mkali wa kufahamika kwa jina Gap Yun. Lakini baadaye alikuja mwamba wa kufahamika kwa jina Ganchol ambaye kwa sasa anatumia mwili wa mkali ule wa zamani. Anasema najua vitu vingi sana vimetokea kwa sababu yako tu. Maana usingekuwa kila kitu kingekuwa sawa kwa upande wangu. Lakini mwamba pia naye alikumbuka kumbukumbu ya zamani sana juu ya urafiki wake na binti wa kufahamika kwa jina Ioli. Pamoja na kwamba mwamba alikuwa ni kitu ambacho kinatisha katika eneo la kijiji, lakini kwa binti ilikuwa ni kama watu wenye urafiki mkubwa sana. Hata hivyo bibi alikuwa ni mtu ambaye hajawahi hata kufikiria namna kumogopa mwamba. Pindi ambapo alikuwa akimwona alikuwa na taba na Sam. Mwamba alikuwa anaendelea kwa sawa zaidi. Haka nikakumbukumbu kama mkali tu juu ya historia yake na binti wa kufahamika kwa jina Ioli. Asema anajua nini naweza nikafanya kwa ajili ya kubadilisha kile ambacho kimetokea. Asa anaambia katika upande wa pili leo binti alikuwa anaandaa kitu kimoja cha tofauti zaidi. Kwa sababu tayari mambo ya shaman, yani mambo ya uganga, Aisha isishwa mikoba na bibi yake hivyo. Kwa sababu anajua ndani ya jumba la kifalme kuna mzimu. Alikuwa anahitaji kutoa huo mzimu na kujua nini ambacho kisababisha mpaka mzimu umeingia katika jumba la kifalme. Sawa, hapa ndani inaonekana kuna siri nzito na kizaazaa kikubwa zaidi. Basi binti baada ya kumaliza kuandaa vitu vyake alihitaji kutafuta nafasi ya kuweza kutoroka katika ile eneo na kwenda katika eneo la kisima tayari kwa kwenda kuhitaji kufanya uchunguzi juu ya kile kitu ambacho kinasemekana ni kama mzimu ambao aliuona kwa mara ya kwanza katika ile eneo. Basi ambaye binti baada ya kufika katika ile eneo alifanya maandalizi ya kufanya kizaazaa zaidi, mambo ya kulitente yale. Tawile ndo zilikuwa zinaandaliwa hivyo. Aanza basi kuongea na kitu ambacho kilikuwa kiko ndani ya lile shimo.
kwa kutumia nguvu na ishara ambazo alifundishwa na bibi yake. Sasa hapa anaongea Kikorea ila ndakusaidia kidogo. Anasema shemita wanga linachoronga zagaonja, yani anamaanisha kwamba na kuamuru wewe mzimu utoke katika eneo la shimo na uweze kutoka nje huku. Nahitaji kujua ni nini ambacho kilitokea katika maisha yako. Basi katika mapambano yale binti aliweza kufanikiwa kutoa kitu ambacho kilikuwa ndani kimbeba nywele, na hapa aliweza kugundua tayari ya kwamba mzimu umeweza kutoka katika lile eneo. Anachohitaji ni kusema na mzimu kwamba kwa nini upo katika ile eneo. Leo mtu anasema alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi ambao ni court katika wizara au kitengo cha Malkia. Lakini pia upande wa pili kuna watu inaonekana wanapiga manyanga zaidi. Lakini mzimu unazidi kumpa story bibi ya kwamba katika hii jumba kuna watu ambao wanafanya mambo ya ajabu zaidi. Hivyo hata mtoto ambaye yupo katika hali mbaya zaidi ni nguvu ambayo inatengenezwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kuhakikisha wanatalisha zaidi maisha ya mtoto. Lakini pia kuna nafsi chafu ambayo inapatikana katika jumba la kifalme, na hiyo ndio inayopaleti mambo yote zaidi. Hili mshtua sana bibi, lakini kwa mkali sasa akiwa na mtoto wa bibi baada ya kufika katika ile eneo aliweza kupata hisia moja hatari zaidi. Na upande wa pili bwana mdogo anaonekana ni kama hajakaa sawa zaidi. Sasa anakuja anapotea. Hello. Bwana sasa unafikiri ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata ya chuma bomba sana hapa? Wasema The Haunted Palace, kumbuka itapigwa na Faudije kutoka DC Production. Jumba la Budantali, kuna mzimu unaonekana kwa ndani ya jumba la kifalme na binti anahitaji kupambana na mzimu huo. Hali matukio ambayo tuko nao katika episode inayofuata. Kwa hiyo tulia hapo katika episode safi inayofuata ili kuendelea kuenjoy burudani bomba sana hapa ya Haunted Palace. Kumbuka itapigwa kutoka DC Production. Wasema kitengo wenyewe, sijui kwa nini wanaita kitengo cha kazi au sio? Sasa kwa saizi zitakuwa zinapanda ndefu kutokana na utaratibu maalum na mwongozo ambao tumepewa na wamiliki wa picha. Kwa hiyo tutaenda taratibu tu. Siku ya leo utapiga episode ya 4 na ya 5. Asante sana kwa time yako. Tukutane katika episode safi inayofuata. Mzigo bomba sana. Kuna hatima ya binti na mzimu ambao umeshampa mwongozo najua kitu hatari ambacho kinapatikana katika jumba la kifalme. Dede chao. Kama nilivyotoa mwongozo zaidi kwamba kwa YouTube utaisha episode ya 5. Lakini kama utakuwa unahitaji wewe hapa picha, cheki na namba ambazo zinatembea chini hapo kwenye screen yako. Hiyo itakufanya upate muendelezo wa picha hapa katika group letu la WhatsApp ikiwa complete zaidi. Chuma inafahamika kwa jina la The Haunted Palace. Ilikuwa inapigwa na Faudije kutoka kitengo pale, usio wasema department. Hebu tuunganishe pale ambapo tulishia katika sehemu ya 4 ili kuendelea kupata utamu wa kazi moja bomba sana hapa. Wasema Haunted Palace na The Chosen One. Hello. Wasema basi baada ya kijana kuweza kutapika kitu kutokana na maombi makali ya bibie, aliweza kufanya nafsi ya mkali iweze kuambambana kupatikana tena katika ile jengo la kifalme. Hapa mkali alikuwa anasikia sauti kwa mbali ikiwa anamuita Yoli, lakini pia upande wa pili kwa mzee wa mauzauza. Naye kuna kitu alikiita tofauti zaidi. Famara jibu ni kuitwa Gwang, mwanangu uko sawa. Huyu dogo anafahamika kwa jina la Gwang, yani Young Prince. Hasa kwamba mkali anajaribu kumuita mfalme, lakini kwa sasa yeye hawezi akaonekana kwa sababu hata hivyo yupo katika ishara ya nafsi tu. Lakini pia bibi alikumbuka kumbukumbu kutoka kwa yule binti ambaye alipatikana katika kisima. Anasema kuna nguvu moja ambayo inafahamika kwa jina la 80 Feet Spirit. Hiyo ipo ndani ya jumba la kifalme. Ni lazima uhakikishe unapambana na nguvu hiyo kama utakuwa unahitaji kuweka mambo yakiwa sawa zaidi. Lakini pia binti alionyesha ishara sehemu ambapo aliweza kupata mwongozo wa kizaazaa cha nguvu hiyo. Aliweza kushangaza zaidi, binti alimwona mkali wa kufahamika kwa jina Yun, ya nafsi ya mwamba ikiwa na mbamba kweli. Lakini mwamba kwenda mbele aliweza kuvutwa na kiumbe ambacho kinasemekana kinamiliki hiyo nguvu ya 80 Spirit.
Hii ilimfanya bibi ajikute katika wakati mgumu zaidi. Lakini baadaye mwamba alikuja kumtuliza bibi mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol. Kumbuka Ganchol yoga ndo anatumia mwili wa huyu mwamba. Asema kwa sasa sidhani kama kuna kitu unaweza kukifanya. Lakini pia upande wa pili kwa mganga huyo, alikuwa kuna vitu ambavyo ameona vinaenda tofauti zaidi. Hivyo alimfuata Queen na kumwambia mambo kaza wa kaza. Asema kadri wakati unavyozidi kwenda nafikiri kuna nguvu ambayo inaweza kuleta tofauti zaidi. Nafikiri kwa wakati huo kijana wetu anaweza akampata nafuu zaidi. Lakini kabla hajaondoka Queen alimuuliza juu ya kitu kimoja tu, kwamba unaamini baada ya kumaliza kila kitu kitakuwa kiko sawa? Yaani hali ya Prince itaweza kurejea na tutapata nafasi ya kumpata mkali wa kufahamika kwa jina Yuan. Leo Doctor aligundua hii kazi imeisha kwa ngumu zaidi. Pande wa pili kwa mfalme sasa akiwa anahuzunika sana kutokana na hali alionayo kijana wake wa kufahamika kwa jina la Guan. Ni nini ambacho atafanya mkali wa zamani huyu? Mambo yamekuwa magumu sana kwa upande wake. Hata hivyo apata kumbukumbu kidogo kutoka kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Yuan Cup. Asema sasa tutamwamini mtu huyo vipi? Yani Nuchi mkuu anasema tutamwamini mtu ambaye anaonekana ameshapoteza akili yake. Yaani mtu ambaye mpoteza kumbukumbu ya kile ambacho anatakiwa kifanye. Lakini mfalme alikumbuka kitu kimoja kabla huyu mwamba hajaweza kutoka katika ile jumba. Kuna majukumu fulani ambayo alimpatiaga. Na hili ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa lazima kihakikishe kinaweza kumsaidia mwamba. Yawakisha anaweza kutetea na kijiji wote, na hii ilikuwa ni kama ahadi yake kwa mfalme ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye hataweza kumwangusha mfalme kwa kila ambacho anakifanya. Lakini mfalme kwa sasa alisema mtu anatakiwa awekewe uangalizi mkubwa zaidi. Mtaalamu wa mauzo kunaye anasema hii hali imechukua takriban miaka 13. Na hiki kitu kinaonekana kipo katika ile jumba la kifalme, lakini nahisi kuna kitu tofauti kimeingia katika jumba la kifalme. Hasa upande wa pili kwa binti aliamua kuingia katika eneo moja la msitu. Hapa alikuwa anahitaji kuikamata nafsi ambayo inaitwa 80 Spirit. Kumbuka binti ana chembe za kishama na haya mambo alijafundishwa na bibi yake. Alright. Hapa alikuwa anaandaa mipango sahihi ya kutengeneza nafasi ya kuweza kukabiliana na kile kiumbe. Sasa anasema kulutanta kulumantela Bwino. Hapa anajaribu kuongea na mizimu kwa style ya kucheza tu. Kile ambacho anakifanya binti kiliweza kupita kwenye masikio ya bwana mdogo upande wa pili. Anasema hakika nimesikia kengele ikiwa inaniita. Lakini pia hata kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchol aliweza kuhisi hicho kitu. Sasa bwana mdogo anahitaji kutoka kwenda sehemu ambayo inasemekana kengele imeita. Lakini pia upande wa pili kwa mkali kwa akiwa anajaribu kubisha kumwambia mfalme juu ya kitu ambacho kimetokea. Kuna taarifa inaingia huku inamshtua sana mfalme. Wasema kwamba mtoto ameweza kutoroka katika jumba la kifalme. Huyu bwana mdogo amefika huko kutokana na kile binti ambacho amekifanya. Kumbuka ndani ya mwili wa bwana mdogo kuna kile kiumbe ambacho ni hatari zaidi. Na hapa binti alikuwa anahitaji kutengeneza nafasi ya kuweza kukitoa kiumbe hiki. Hello. Lakini kabla binti hajafanikiwa kufanya ambacho anahitaji kukifanya, aliweza kushtukiwa na bwana mdogo. Alianza kuleta kizaazaa. Lakini akachukua muda mtaalamu wa kazi, mtaalamu wa zamani wanamuita Ganchol. Aliweza kufika, lakini kipindi anajaribu kubishana na huyo mtoto, aliweza kuingia baba anze king mwenyewe. Anasema anachomhitaji ni mtoto wake, tunahitaji habari za Kinyaturu zozote. Lakini baadaye binti alianza kupiga maombi ambayo ilikuwa ni kama anaashiria anahitaji kumsaidia mtoto. Japokuwa mkali aliweza kupigwa mshale, lakini bado binti aliweza kupambana na hatimaye ile nafsi iliweza kutoka katika mwili wa bwana mdogo. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba nafsi ilienda katika mwili wa mfalme. Hatimaye unaona mfalme tayari ameshabadilika na kuingiwa na vile vitu katika eneo lake la shavu. Inaona hii ni hatari zaidi. Kwa nafsi endapo itaingia katika mwili wa mfalme, ina maana pale sipatakuwa pakaliki tena. Sasa bia anashangaa na kwaje nafsi imeenda wapi? Wanaita 80 Spirit. Mamba anaambia kuna kitu hakijakaa sawa hapa. Baba anaambia mfalme baada ya kuingia na ile nafsi anahitaji kuja kuwamaliza wote ambao walikuwa wanahitaji kumtoa katika mwili wa bwana mdogo. Sasa ni kati ya mkali wa kufahamika kwa jina ya Ganchol dhidi ya mwajiri wake wa zamani wasema The King. Bwana Chuma nitoka DC Production, jumla burudani pale.
Kama utahitaji kupata hapa picha saizi, njoo WhatsApp tu, kwa sababu kwa saizi kutokana na sheria za YouTube hatutaweza kuipandisha episode ya 6, ila itakuwa inapatikana katika mfumo wa WhatsApp tu. Kwa hiyo kama ni mwanafamilia na bado unahitaji burudani hapa, njoo katika group letu la WhatsApp, namba iko chini hapo. Wanasema kwa sasa saizi ushetani umeisha ingia katika mwili wa mfalme. Sasa nini ambacho binti ataweza kufanya pamoja na mkali wa kufahamika kwa jina la Ganchore? Hiyo ni katika episode safi kabisa ya 5. Episode ya 6 inapatikana katika group la WhatsApp, namba iko hapo chini. YouTube hatutaweza kupandisha kutokana na sheria. Asante sana kwa time yako. Let's say ciao. Here we go.